Na kusalimia tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu, na siku hii ya leo ninataka tujifunze juu ya maana ya msalaba katika imani ya Kikristo. Nataka tujifunze maana hii kwa sababu kuna mafundisho mengi ambayo yametokea duniani ambayo yanalinganisha msalaba na huzuni na kilio pamoja na mauti. Ukiingia katika social media utapata kwamba kuna mafundisho ambayo inawakanya watu kuingia katika mahali ambapo kuna misalaba kama vile makaburini na vile vile makanisani. Manake wanasema ya kwamba tangu mwanzo msalaba uliachilia kilio, huzuni pamoja na mauti. Kwa hivyo, kwa sababu ya hayo, ningetaka tujadili pamoja, awe pamoja nami ili tuweze kujadili juu ya jambo hili. Kuna walimu wa kiroho au wataalamu au waganga wa kiroho ambao wanafundisha mafundisho ambayo hayaambatani na mafundisho ya Kikristo, na hii inawatia hofu wa Kristo na hata wengine wao kuogopa kuingia makanisani. Kwa hivyo, kwa sababu ya jambo hili nimeonelea ni vizuri tuweze kujadili, hasa wakati huu ambapo tunaelekea Pasaka, wakati ambapo Yesu alishikwa, akateswa, alafu kisha akasulubiwa na kisha baadaye kufariki. Kwa hivyo hakika kulikuwa na kilio, hakika kulikuwa na huzuni, na hatimaye kulikuwa pia na mauti. Kwa hivyo mada yetu ya siku ya leo ni maana ya msalaba katika imani ya Kikristo. Kwa hivyo lengo letu ni kurekebisha mafundisho ambayo ni potofu, kwamba msalaba ni ishara ya huzuni, mauti na machozi. Kwa hivyo mafundisho ambayo yanaenea yakidai kwamba msalaba ni ishara ya kifo, ishara ya huzuni na pia ishara ya machozi. Kwa hivyo watu yanahimiza watu waepuke mahali penye msalaba kama makanisa na pia makaburini. Kwa hivyo swali ni je, hii ni kweli kibiblia? Tukiangalia msalaba, tunaweza kujiuliza msalaba una maana gani katika Ukristo? Na katika Ukristo msalaba una maana kuu zifuatazo. Moja, wokovu wa mwanadamu. Na katika hoja hii tunaona kwamba Yesu alikufa msalabani ili atuokoe dhambini. Jambo la pili, katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Naam, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema kwamba kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Biblia inasema hivyo kwamba neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo wengine huona msalaba kama upumbavu, lakini kwa waumini ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo tukiangalia mada nyingine ni kwamba ushindi juu ya dhambi na mauti, tunaona kwamba Yesu hakubaki kaburini bali alifufuka. Kwa hivyo haya ni mambo ya makaburi. Yesu hakubaki kaburini, kwa sababu wanaokaa kaburini ni wale waliokufa. Sisi tumeahidiwa ya kwamba kuna ufufuo. Kwa hivyo Wakristo wote ambao wanamwamini Kristo
kama vile Kristo alivyofufuka, na wao pia hawatafufuka. Hiyo inamaanisha ya kwamba hawatabaki makaburini milele. Kwa hivyo katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema kwamba akiisha kuifuata ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzifua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kwa hivyo Yesu alishinda nguvu za giza kupitia msalaba. Kwa hivyo msalaba si mwisho, bali msalaba ni ushindi. Kuna hoja nyingine hapa ambalo inasema, je, msalaba ni ishara ya huzuni tu? Ni kweli kwamba Yesu aliteseka, kulikuwa na maumivu, lakini huo haukuwa mwisho. Kulifuata ufufuo na uzima. Kwa hiyo msalaba, kwa msalaba kuna mateso, lakini pia kuna ushindi pamoja na tumaini la uzima wa milele. Katika mada nyingine ni kuhusu makanisa na makaburi. Makanisa ni mahali pa kuabudu, ni mahali pa kusikia neno la Mungu, na pia ni mahali pa kuimarishwa kiroho. Kwa hivyo si mahali pa watu kupaogopa. Vile vile makaburi kwa Wakristo si mwisho wa maisha, ni mahali pa kugoja ufufuo. Katika kitabu cha Wathesalonike, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Hiyo sasa ni kuambatana na mafundisho ya Kristo katika kitabu hicho cha Wathesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 na 14. Kwa hivyo wafu katika Kristo watafanya nini? Watafufuka. Kwa hivyo hata pale msalabani unasimama kama ishara ya tumaini. Hoja nyingine inasema kwamba tahadhari juu ya mafundisho potofu. Kwa hivyo Biblia inatuonya katika kitabu cha Timotheo au waraka wa pili wa Timotheo, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia waalimu makudi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Biblia inasema hivyo kwamba watu watatafuta mafundisho yasiyo ya kweli, mafundisho yanayopotosha maana ya msalaba. Kwa hivyo jambo hili tunaona kwamba mafundisho haya yanalete hofu badala ya imani. Vile vile anajaribu kuwatenganisha watu na ibada. Na tunapoelekea kuhitimiza ni kwamba msalaba si ishara ya kifo tu, bali ni ishara ya upendo wa Mungu, ni wokovu, ni ushindi pamoja na tumaini la uzima wa milele. Kwa hivyo Wakristo hawapaswi kuogopa msalaba, bali wanapaswa kuheshimu na kuenzi. Na wito wangu ni huu, ya kwamba usidanganywe na mafundisho ya kupotosha, bali simama imara katika kweli ya Injili. Na neno la mwisho ni kwamba msalaba hauogopeshi, unaokoa. Msalaba hauleti laana, unaleta uzima. Kwa hivyo kwa hayo, Mungu wetu awabariki, awatendee mema na azidi kuwaneemesha katika wema wake. Shalom.